Mtazamaji wa Pena TV, kama ilivyo kawaida yetu kwenye Kijaluba tunakuwa na exclusive interview, na leo tupo kwenye kiwanja cha Mauzidon ambako hapa tuko naye kocha Ali Bushiri aweze kutuelezea ni kwa namna gani ameweza kuanzisha kituo cha watoto kwenye kandanda kinaitwa Youth Football Development Academy. Ana mengi ambayo atazungumza na Pena TV. Mimi ni Musalim Mubarak, muungwana tuungane pamoja kuweza kufahamu mengi. Na mtazamaji, tayari nipo naye kocha wa mpira wa miguu Ali Bushiri, ambaye ukimtaja Zanzibar kwa yoyote ambaye amefuatilia soka kwenye miaka ya 80 mpaka sasa 2021, basi masikioni mwake hili jina sio geni. Naam, kwa majina uzuri zaidi mwenyewe atajitambulisha. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Ali Bushiri Mahmud, ni mwalimu wa mpira wa miguu, lakini kabla kufikia katika kazi ya walimu wa mpira wa miguu nilikuwa ni mchezaji wa mpira wa miguu kwa nafasi ya goalkeeper, ambapo nimeweza kuzidakia timu za taifa za Zanzibar pamoja na timu ya taifa ya Tanzania kwa maana Taifa Stars, lakini nimedakia vilabu mbalimbali vya hapa Zanzibar ambavyo ni vilabu vikubwa kwa Zanzibar yetu. Kwa sasa tuzungumzie tu masuala mazima ya kuhusu hii academy ambayo nimeamua kuianzisha, na niseme tu kwamba baada ya kutafakari kwa muda mrefu niliona kwamba kitu kama hiki tunakikosa katika nchi yetu, na ndio inayopelekea kutokuwa na wachezaji ambao walianza kufunzwa mchezo wa mpira wa miguu wakiwa na umri mdogo. Sasa ile inapelekea kwamba tunakuwa na wachezaji ambao wanakuwa very local, kwa maana kwamba hatuwezi kupata wachezaji wa kuweza kucheza mpira wa kimataifa kwa sababu wanakuwa ni wachezaji wa mitaani tu. Mpira wa sasa ni kwamba mchezaji lazima anapotakiwa kwenda kucheza mpira wa kimataifa, basi anatakiwa kwanza aoneshe certificates zake, alicheza mpira katika academy gani, akiwa na umri gani, na mwalimu au walimu waliokuwepo wana certificates gani za kuweza kufundisha vitu namna kama hivi. Kwa hiyo mimi niliamua kufanya hivi kwa ajili ya kulisaidia taifa langu la Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuweza kupata wachezaji ambao kwa generation mpya wataweza kutuwakilisha vyema kimataifa zaidi. Na niseme tu kwa sasa nina watoto, jumla yao watoto wanakaribia 100, na wapo katika categories 4, kwa maana kwamba kuna watoto wa under 10, kuna watoto wa under 12, na kuna watoto wa under 13, na kuna watoto wa under 15. Ndio tuko nao hapa, na hadi sasa nashukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri, na tulianza hichi kituo kukifungua ilikuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2019. Kwa hiyo sasa ukiangalia tutakuta takriban tunakaribia miaka miwili tuko na watoto, na nashukuru kwamba watoto wanashika mafunzo vizuri na wanafanya vizuri kwa kweli. Hata mimi mwenyewe nimefarijika kuona kwamba yale maendeleo au kile ambacho kwamba nimekidhamiria kwa hawa watoto basi kinaingia vizuri katika vitu vyao. Lakini jingine niseme tu mwamko ambao nimeupata kwa jamii, kwa sababu kama nilivyosema idadi ya watoto wanafikia 100 sasa hivi, na maana mwamko ni mzuri kwamba wazazi wamehamasika kuweza kuwaleta watoto wao ili kuona kwamba na wao wanafundishwa mpira wakiwa na umri mdogo. Kwa hiyo kwa ufupi niseme hivyo. Labda vipi uliweza kupitia katika hatua za mwanzo, na ule mwitikio kujaje kwa wazazi kuweza kuhamasika na kukupatia hii fursa ya kuwafundisha watoto? Nataka niseme kwanza, hii idea nilipoizaa ilinichukua karibu miezi miwili kuweza kuanza kujipanga kwanza, kwa sababu sikutaka kufeli, kwa sababu nilijua hili jambo ni kubwa na ni zito. Kwa hiyo nilipanga mipango yangu, nikachora mipango yangu mwenyewe nikiwa peke yangu. Nimechora nikahakikisha kwamba kitu hiki hapa nitakihitaji, hiki nitakipata kwa huyu, hiki nitakipata kwa huyu, hiki nitakifanya mwenyewe, namna kama hiyo. Na nashukuru wale ambao niliwa target, akiwemo aliyekuwa rais wa ZFF ndugu Seif Pando Kombo, alinisaidia yeye, ndio mtu wa mwanzo kuweza kunisaidia kuweza kupata vifaa kwa maana ya mipira. Alinipatia mipira 28, alinipatia bips, alinipatia cones, na kuna wengine ambao kwamba niliwafuata kuwaomba misaada mingine. Kwa mfano
kama hivi, labda maji ya kunywa, watoto wanataka maji ya kunywa na vitu vingine kama hivi. Kama mfano sasa hivi unaona tuko hapa katika uwanja wa Mau kufuatilia. Sasa miongoni mwa wazazi ambao walileta watoto wao wa mwanzo wale ambao mimi niliwachagua, kwa sababu mwanzo nilivyoanza nilikuwa nikipita mwenyewe viwanja mbalimbali, nilikuwa nikiangalia zile talents za watoto, nikimwona mtoto kidogo anaelekea kidogo, labda anapenda, kwa sababu interview yangu kubwa ni interest. Kazi yangu mimi ni kufundisha. Kwa hiyo nilikuwa ninapita viwanjani na watizama watoto wa mwanzo kabisa 15 ambao nimewapata watoto kutoka viwanja vya Mnazi Mmoja, viwanja vya Kaisara, na nilikwenda kuna siku viwanja vya huko Kibanda Maiti, nikaona watoto wale jinsi gani wanavyocheza pale. Namwita, jina lako nani, unakaa wapi, unasoma shule gani, vitu namna kama hiyo. Halafu unazijua namba za simu labda za mzazi wako, vitu kama hivyo ndio nilipoanza kufanya. Na baada ya wale wa kwanza kuanza kuwapata na kuanza nao, ndipo wazazi wengine sasa walipoisikia ile au kuona, ndio walipohamasika na wao kuleta watoto wao. Sasa ikaenea, na nashukuru hata medias kama hizi za kwenu, wanahabari walitusaidia sana kututangaza, kiasi ambacho kwamba ikawa nchi nzima sasa inaelewa hicho kitu, na ndio ndipo hamasa kwa wazazi ilipozidi kuwa kubwa na kuanza kuleta watoto wao. Sasa ambacho nimekifanya kingine, kwa sababu lazima unapofanya kitu kama hicho kuna uongozi. Kwa hivyo wale wazazi tuliwafanya kikao nao, nikawaita, nikamwambia jamani, kitu kama hiki kinahitajika uongozi na hivi na hivi. Na hapa sasa mimi kwa ninavyoona nilivyokuoneni zile activeness zenu, fulani utashika nafasi hii, fulani utashika nafasi hii, fulani utashika nafasi hii, tukafuata taratibu za kisheria zinavyotaka ili tukisajili kituo. Tumekisajili alhamdulillah, tunashukuru. Tunakwenda kisheria kabisa, na nashukuru hata mheshimiwa mkuu wa mkoa anakitambua kituo, mkuu wa wilaya anakitambua kituo, na hata mheshimiwa rais mwenyewe anakitambua hicho kituo. Kwa hiyo kwa sababu tunakwenda kisheria na tupo vizuri na wao, jambo lolote lile basi lazima tuende kupata ile unini wao, yani watusaidie idea zao au watupe baraka zao ndio tuweze kufanya. Kwa mfano kama hapa Mau, namshukuru mheshimiwa waziri huyu Tabia ndio alitupatia hapa baada ya kuendelea kuombwa, na akakubali kutupatia hapa siku 2 za wiki. Kwa hiyo niseme kwamba hamasa ni kubwa na mashirikiano ni mazuri na viongozi mbalimbali wa serikali. Ukiachilia viongozi mbalimbali wa serikali, labda kuna udhamini wowote ama kuna watu ambao wamejitokeza kupush ama kuunga mkono hili ambalo nalifanya? Katika swala la udhamini, kwa kweli mdhamini hasa kama mdhamini hatujapata, lakini tunawashukuru wale ambao wanatusaidia, kwa mfano kutuongezea mipira, kununua mipira. Kuna watu ambao wanajitolea kutupatia hizi jezi, sare za mazoezi watoto. Kuna watu wanatusaidia sare za mechi, kuna watu wanatusaidia viatu, na ninawashukuru hata wale vijana ambao wengine wapo nje. Unajua kuna vijana wengine ambao niliwafundisha wakiwa na umri kama huu, sasa wameshakuwa wakubwa, wapo nje, nao wanasaidia vifaa mbalimbali. Kwa hiyo udhamini kama udhamini haswa kuupata hatujapata, lakini misaada kama hiyo kutoka kwa watu binafsi nawashukuru sana, kwa sababu wanatutizama sana kwa jicho pana sana. Tunafahamu kwamba interest yako ni kuona vijana wanafanikiwa na kulitangaza soka la Zanzibar. Sasa kwa upande wa kipato, wewe unanufaika vipi? Unajua hii kazi, kwa sababu nimeamua kufanya kazi kwa kujitolea, lakini kukaja suggestion, kwa sababu tufanye kikao na wazazi, suggestion ambayo ilikuja kwamba basi wale viongozi walisema jamani, mwalimu huyu ndo kazi yake na hana mshahara, ameamua kujitolea. Kwa hivyo tunaonaje kwamba tukaweka angalau basi 10,000 mchango wa wazazi kwa 10,000, kwa sababu tupate kujiendesha na vitu vingine, kwa sababu tuna mfadhili, lakini na mwalimu apate chochote. Kwa hiyo nashukuru kwamba si kama kwamba ninalipa mshahara, lakini kidogo ninachokipata, kwa sababu dhamira yangu ilikuwa ni kujitolea kufanya hichi kitu kwa sababu ya nchi yangu, lakini kwa hichi kidogo ambacho ninachokipata basi nashukuru. Kwa hiyo hakuna mshahara, lakini napata kipato kidogo sana. Kwenye mpira kuna changamoto zake, na hawa ni watoto na ni wengi kweli kweli. Labda changamoto zipi ambazo mara nyingi hukumbana nazo, na hizi labda vipi mnaweza kuzitatua? Labda niseme kitu kimoja, wananchi waweze kuelewa. Mimi taaluma hii ya kufundisha watoto nimeipata Brazil. Nilipokwenda Brazil na timu ya taifa Tanzania, nilipata semina kule, sababu tuko katika Fluminense Academy, tuko tukiishi pale. Sasa pale wanakuja watoto mbalimbali, nilipata semina pale how to handle, vipi kukaa na watoto kama hivi kuweza kuwafundisha mpira. Kwa hiyo changamoto zipo, kwa sababu ni watoto, changamoto zipo, lakini kwa sababu nimesomea hii jinsi gani ya kuishi na watoto kwa kufundisha mpira na zikabili vile inavyotakiwa, kwa sababu mtoto ni mtoto, atafanya jambo lake la kitoto. Sasa inachotakiwa ni kwamba anapofanya lile jambo unamkataza, lakini kwa njia ya kwamba asichukie ule mchezo, aendelee. Kwa sababu usimkataze kama vile unamkataza mtu mkubwa akachukia akakimbia akawa hapendi.
unamkataza kwa sababu amefanya kosa asirudie, lakini aendelee kupenda ule mchezo, aendelee kucheza. Na kikubwa zaidi watoto ni kuwapa moyo kila wakati, kuwapa moyo na kuwachezesha michezo ile ya kitoto wakati wanacheza, kama nafikiri mlivyoshuhudia kuwachezesha michezo ya kitoto, wanafanya exercise zao, wanajifunza skills, wanajifunza techniques, lakini na michezo ya kitoto wanapata wanaenjoy. Basi siku zikienda wanakuwa katika hali nzuri kabisa. Lakini changamoto kama watoto zipo, lakini nazihandle vizuri. Tumalizia hili swala zima la huduma za elimu. Hawa ni watoto na ni wengi, na tumeona muda huu baadhi ya watoto majumbani huko wanakwenda katika sehemu za kupata elimu. Hili kwa upande wa kituo chako limetazamwa vipi, na labda kuna wasaa gani ambao labda hawa watoto wanapatiwa kwa ajili ya masomo? Katika vitu ambavyo nilokuambia nimevipanga kwa miezi miwili, kitu cha kwanza kabisa kuliko yote ni usalama kwa watoto wote, lakini cha pili ni afya za hawa watoto, na cha tatu ni nidhamu. Nikisema nidhamu namaanisha watoto lazima wazazi wahakikishe watoto wanakuwa watoto watulivu majumbani, watoto wanakuwa safi, wanapata elimu zao zote madrasa, dini na dunia kama inavyostahili. Sasa hapo ilipelekea wakati naanza nikapanga mazoezi yawe kwa siku 3 tu kwa wiki, kwa maana Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kwa nini kwa hivyo? Kwa sababu Ijumaa najua watoto wanakwenda mashule na jioni madrasa zinakuwa hazipo, kwa hivyo nitawapata. Ambao wanakwenda mashule kwa Ijumaa ya shule, government schools zile wanakwenda mchana, hawa hatutawapata, hatuna jinsi, hatuwezi kuwazuia wasende shule. Jumamosi kwa sababu mashule hakuna, na Jumapili madrasa wanakwenda asubuhi, jioni tunawapata. Lakini ikaenda mpaka sasa ikawa tukaona kwamba wapo watoto ambao tunaweza tukawapata kwa Jumatano, kwa sababu tuliwafanyia wenyewe interview wenyewe kuwauliza. Kumbe wapo wengine tunawapata kwa siku za Jumatano kwa sababu wanakwenda shule hizi za private, wanarudi mapema, kwa hivyo wanawahi kwenda madrasa, na saa 9 wanatoka madrasa, kwa hiyo by saa 10:30 wanawahi kuja mazoezi. Basi tukasema sawa, tutafanya mazoezi Jumatano, Alhamis, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Tutapumzika Jumatatu na Jumanne. Sababu Jumatatu na Jumanne watoto si rahisi kuwapata. Kwa hivyo tulifanya hivyo. Na ukweli ni kwamba hapa tuna kamiti yetu maalum ya wazazi tumeteua. Watoto wote kwa sababu tunawafanyia registration, shule wanazosoma, madarasa wanayosoma. Sasa ile kamiti inapitia katika sehemu za masomo zao, kwenda kusikiliza mtoto fulani vipi, anaendelea vipi. Na nashukuru kusema kwamba wazazi wanatupa mashirikiano kwa hili, kwa sababu mtoto akionekana kidogo mlegevu katika masomo yake wanatupa taarifa. Kwa hivyo sisi hapa tunamuita mtoto, tunamuonya kwa njia zile za kwamba awe makini katika masomo yake. Na tunashukuru kwa sababu mwanzo tulivyoanza kuna baadhi ya watoto hapa walifanya vibaya kwenye mitihani yao ya shule, lakini kadiri siku zinavyokwenda wanafanya vizuri. Kitizama sasa hivi naweza kusema 85% ya watoto tuliokuwa nao hapa, ukienda katika mashule yao utakuta madarasani kwao wanafanya vizuri, na hata ile masuala mazima ya tabia kubadilika. Tunapata pongezi katika mashule, tunapata pongezi kwa wazazi kwamba watoto wao sasa wamekuwa katika tabia nzuri, kwa sababu pia tunawafundisha vitu hivi. Labda kuna mashindano yoyote ambao watoto hawa wanashiriki, kwa sababu umetaja stage 3 hapa, na kama kuna mashindano ambao wanashiriki, kuna taji lolote ambalo wameshakuja nalo katika academy? Right now hakuna mashindano ambayo tumewaingiza watoto, kwa sababu unajua kumfundisha mtoto mpira inatakiwa umekosa basi miaka 5. Sawa? Kwa hiyo hawa sasa hivi tunachokifanya tunawafundisha vitu kwa mujibu wa hizo categories ambazo umezitaja, halafu tunawatafutia michezo ya kirafiki. Kwa mfano hawa wakubwa kabisa kesho watacheza mchezo wa kirafiki, kwa sababu kuna kitu tutakabitutizame kile ambacho tunawafundisha. Unajua unamfundisha let's say how to shoot, let's say, alafu unampatia mechi, wana create zile nafasi za kushoot, alafu unatizama shoot wanapiga vipi, targets zao ziko vipi. Unawafundisha how to combine between midfielders and strikers, au between midfielders and defenders, how to combine. Wakicheza mechi lazima wafanye kitu kile, unawafundisha vitu kama hivyo. Sasa mpaka watapokuwa tayari, then hapo mawili, aidha tutawauza kwenda sehemu nyingine, ama tutasajili timu yetu kamili, kwa mfano wale wakubwa waingiza katika mashindano fulani katika kwa ajili ya kwenda kufanya. Lakini kwanza bado tunataka, kwa sababu academy tofauti na club. Academy mchezaji mpaka anakwenda kwenye club, manake kishapata kila kitu katika football. Kwa hiyo unapomchukua mchezaji ukasema unampeleka tu moja kwa moja kwenda academy, alafu anacheza mechi tu kila siku, mechi tu, au unamtia kwenye mashindano, inakuwa humsaidii.
afanye mazoezi kwanza kwa vile vitu ambavyo kwamba anaelekezwa, kwa sababu haitakiwi kabisa mchezaji, mfano unaingia katika subject ya shooting, lazima umsomeshe ile shooting yote mpaka aimalize ndio uingie kitu kingine. Club unaweza kwenda, kwa sababu club inavyotakiwa mchezaji anakwenda pale kishajua shooting ni nini, inafanywa vipi, kwa hivyo inakuwa rahisi. Sasa katika academy siku zote na mimi nawasihi hata wengine ambao wana vituo na kama hivi, wasikimbilie kuwaingiza watoto katika mashindano, wawafundishe kwanza, waelewe, wawapatie na mechi za kirafiki ndani ya mafunzo ambao kwamba wanawapatia kwa mujibu wa subject zile husika wanazokuwa nao hapo. After that basi wawaingize kwenye mashindano, hapo tutakuwa tunapiga hatua na tutakurudika. Wito wako wewe ni upi kwa wazazi ambao wanaona watoto wao wana interest ya kufikia mbali katika soka? Wito wangu ni kwamba wazidi kuwasaidia kisaikolojia ili waweze kuwa ile interest yao iwe kubwa sana, na wasupport, na mkusaidia kuwa support kwa maana kwamba muda wao wa kupumzika uendane na muda wao wa kufanya mazoezi na activities zao zingine. Hilo nafikiri ndio jambo la msingi, na labda kwa wananchi wote wengine kwa ujumla, mimi ningependa kuwaambia kwamba hili ambalo tunalifanya sisi ni jambo la kitaifa zaidi. Kwa hivyo ningeomba mashirikiano, na hata si lazima kwetu sisi, hata kama kuna wengine wanafanya kitu kama hiki, basi wananchi walio kwa karibu na watu wao wasogee kwenda kuwapa support, kwa sababu hili jambo ni la kitaifa zaidi. Sasa hivi halionekani, lakini hili ni la kitaifa zaidi, litakuja kutusaidia huko siku za mbele inshallah, kitaifa zaidi. Mtazamaji, bila shaka umenufaika mengi sana umeyapata kutoka kwa kocha Ali Bushiri, ambako kikubwa anasema lengo la kuanzishwa kwa kituo hichi ni kuhakikisha na kuona kwamba vijana Zanzibar wanapata fursa ya kukua kimaendeleo kupitia vipaji vyao vya kucheza kandanda. Amesema kwamba wapo baadhi ya vijana wametoka katika kituo hichi na kwa sasa wanapiga kabumbu nje ya Zanzibar, lakini pia serikali imeonyesha mashirikiano makubwa, kwa sababu serikali imetambua kwamba soka ni sehemu ya ajira kwa vijana. Lakini pia amewaomba wazazi ambao wanaona interest kwa watoto wao kama ni kuelekea kwenye kandanda, basi wawaunge mkono na kunufaisha kile ambacho, ama kuhakikisha kwamba wanawapatia kile ambacho wana interest nacho. Usisahau kusubscribe, like na kucomment Pena TV. Mimi ni Salim Mbarak Mungwana.